upako utafikiri una spray maji ya baridi kama maji ya barafu. Huwezi hata kuombea eti Mungu nimekufundishaga hiyo nafasi umeshindwa. Gabi nimekufundishaga hiyo nafasi umeshindwa. Unafaa tu watu chui 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 kama salamu baba salamu Maria chui chui chui. Huna hata nguvu ya kuspray mara moja na kutuma maji ya mamako yatoe pepo. Lakini mimi nikienda tu mara moja pepo lina manifest. Nyinyi mnapita tukinauisu chui 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 chui. Mimi nikishika chupa nifanye tu chui pepo linaanza. Ndo yale yailisha. Kuna mtu ananielewa? Usifanye vitu kama nani? Kemea zile pepo. Kemea. Spray mara moja. Mwambie fungua mdomo. Nitazame. Sema kwenye maiki. Mwite media. Mwambie nitazame mimi. Na waombea hawa na wanaotutazama kama mwana wa nabii. Upanga wa mamangu kimshindwa kwangu utamweza dakika hii. Lakini mimi mnafanya vitu mimi nawashangaa. Mnafanya vitu kama turudia niseme hivi. Yaani kama tunafanya yani ndo kipindi, ndo hapana. Huduma za kinabii zifanyagi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika hilo sehemu yake ya pili. Kuna watu mnafanya chini ya watu na hamko hapa PMOC kama watoto wetu kule. Hekima yako ni hii. Wakati wako ukiwa wa kuchomoza nje bado, kubali kutulia. Watu wengi Mungu anapokuwa anasema na wewe huwa hamtakagi kutulia. Mimi sikutoka mahali mpaka nilipofukuzwa. Tena sikufukuzwa hivi mbele za watu kanisa, niliitwa ofisini. Unakubali kuwa nabii, unabii wako au uache kutumia maji na unabii, ila unakuwa hapa na unahudumia watu. Ila usitumie maji. Tunaona? Nimeitwa ofisini, usitumie maji. Tutakuwa tunakuachia unatabiri, ila unatuambia sisi kwanza. Kama Mungu akuonyesha jambo juu ya vai, unakuja ofisini unasema. Kisha sisi ndo tunasema madhabahuni. Lakini usitumie maji. Unayakubali hayo? Nikasema hapana. Mimi nataka kutumia maji, alafu Mungu amesema si nitafanya jambo pasipo kuwafunulia manabii sio wachungaji. Mimi si nitawaambia. Hivyo tu na hoja yangu. Kwa hiyo, basi acha tu niondoke. Basi uondoke. Kwa si kufukuzwa kama mzinzi au mzambi au toka. Tulikaa. Lakini aliyenitangaza ndiye aliyenitangaza vibaya. Akasimama, Bwana asifiwe. Aliyenitangaza kwa babangu mdogo. Baba mkubwa alikuwa yuko Dar es Salaam. Alikuwa tu Marekani masomoni. Akasema kwa mamlaka niliyopewa chungaji na kaka yangu, tunasikitika huyu binti ni mtoto wetu kabisa, mtoto wa kakaangu. Ameingia kwenye imani potofu. Imani mbaya za kishirikina. Kwa hiyo leo namtangaza sio wetu na asije akakuhudumia na usije ukakubali kwenda kwake. Esther Bukuku, mke wa George. Na jina la Bukuku tunaliondoa. Basi nikatoka nje nikaondoka. Mtangazaji ndiye alimtangaza vibaya. Ila makubaliano ofisini hayakuwa hivyo. Atakiwa tu aseme kwa makubaliano na kila alichoamini yeye kuonyeshwa na Mungu, tumeona tumruhusu aende. Leo hii anavyoniombaga fungu, at least ningemkumbuka kwenye ufalme wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikubali kukosana hasa na role model wako. Mheshimu Maria wako aliyebeba mimba miezi 9. Mheshimu. Kumbuka Adamu wa mwanzo alishindwa kuendelea kwa sababu hako na role model. Mheshimu role model wako, muangalie. Lakini kuna role model mwingine anaua maono ya mtu. Anakandamiza mtu. Sio pale kwangu mnashika maiki, tena mnapewa nafasi. Mwingine akiona tu uko na fire zaidi, au unaona kama siku hizi kina Edmund wanatabiri kuliko hata mama wa. Mimi nakaa tu ndo naimbia na maiki. I'm friends professor. Wewe ulishawaiona? Kila Gabi tena Bwana anasema, na hizo kauli kumbukage kuzifuta. Mungu wa mamangu anasema. Yes. Kwa sababu kuna saa nitanyamaza nikuangalie, atashangaa na kuambia hapana. Anasema. Kwa unapokuta nakuwa humble, naimba tu Professor son of man. Mimi nikuimbie
ukimwambia tucheze basi hawataki. Masharubara. Cheza. Najua, mimi najua siri. Niulize mimi ndo mwenye password. Cheza. Akamwambia tu. Mpaka tunamuita Joyce kucheza. Kwa hiyo si watumishi wengi wa Mungu atakupa nafasi ile mama wani anakupa hapa. Ukaanza kumkompea, usimkompee baba wa mwenzio na wako. Ukiona hujamuelewa basi nenda kwa wa mwenzio. Tunaelewana? Ukiona hujamuelewa usimkompee wala usimkosee. Ukiona ukakuta hapa mimi ninaimba, hawa ndo wanakuwa mabosi wangu wanafanya, alafu mimi nawaimbia, namwambia mfurahi imba, nakaa natulia hivi. Alafu nisubiri wao waniambie. Yaani wao wanikaribisha. Ina maana wasema nikaribisha sitabiri siku hii. Sindi. Sina nafasi ya. Wasiponiambia karibu utaenda tu kunyang'anya mic. Mlishainiona? Nakaaga. Wananiambia unalala kumalizia. Hakuna aliyosema sianzi. Nataka mama yangu aanze leo. Hakuna. Nimewapima, mimi na vipimio vyangu. Tena vizuri kweli. Hakuna anasema leo sianzi. Akaita watu. Alafu akasema leo sianzi. Nataka mamangu aanze. Namjua Mungu wa mamangu. Namfahamu mamangu vile anavyoflow hapa. Hao watu 10 atawamaliza kwa nusu dakika hao. Hawa. Maana nafahamu mamaka akisema tu wewe wala yeye hajafikia hatua hiyo, tunasema wewe hivi. Wewe natabiri kama pambio. Muuliza ishafikia hatua hiyo. Ushawahi kama pambio wewe? Walezi wasifiwe. Kwa hiyo wanawapima, wanaflow afu wanasema, "Mama unalo?" Tuone sasa. Wewe si master? Wewe si mbabe? Wewe si ndo bosi? Unalo? Mimi nimeshaachana. Unalo? Na bigana na kubali kutabiri wanao wameshatabiri. Unitoa wapi? Lakini hata akiniambia unalo, bado ninalo. Tena zaidi. Kwa nini hawajawahi kuniambia hata nianze? Hata wanifuate nyumbani, mama tunaomba kesho kitu tukisimama kuita watu anza. Kwanza shangaa sana nabii huyu. Wacha niwape siri moja. Watu ni wao umewaita umewaleta mbele. Sio mimi. Sio mimi. Ina maana tunapopita huko mimi si ndo na tatizo la yule. Ndio namuita. Lakini wewe ndio uliyemuita. Niweje mimi nikalijua lile tatizo na wewe ndio umemuita? Kuna kitu umenielewa? Maana mimi nitaita wangu. Huyu na yule. Mjifunze sana siri hii. Msipoteze neema hii. Wote hapa. Lauta tusangie na mwambia Grace shika maiki tabiri. Msipoteze nafasi hii. Ogopa sana. Watu hawa nimewaita mbele ni mimi gapi. Lakini mama tukimwambia tabiri anawatabiria hao. Kwani unaona naita kwenye kiti? Ni kiti na maana naongezea. Si ni kweli? Lakini sikuangushi. Yule aliyepiga magoti ninamwendea na ninamwendea deeper. Ina maana niko niende kilindini. Lakini niende kilindini, unamsemeaje mama yako kwa hao watu? Unamsemeaje lolodo wako kwa hao watu? Yesu alimjua mamake. Na mamake alimjua Yesu. Mama ndo anamjua mtoto wake. Na mtoto anamjua lolodo wake. Fanya lolote. Mwanangu, hawana divai. Yesu anamwambia muda bado. Wanamalizana chini. Mama muda bado. Mama anasema fanya kidogo. Mama anasema hata kama amesema muda bado, jamani kila atakachowaambia fanyeni. Lazima ndio na watu wanasema kila atakachowaambia fanyeni, kuwa na hekima. Kila atakachowaambia, ndio mama kikanyaga tu hapa, angusha sadaka yako, maana unabii utakujia. Fanya, connect naye, jiunge naye. Wana nabii wengi waga wako hivyo na unakuta wale manabii wao wanawaangusha. Nabii wake anafika pale hata atabiri watu wala hafungui. Lakini hawa wangu hawasemi hivyo, lakini bado natabiria watu. Shule ile nikufungua. Unakaa kipindi chote nikiwa kama bwana Arabi. Jua communication. Hapa divai imeishi. Bwana mimi nakujua. Biblia ilisema na mimi ukiwa tumboni kwangu. Wewe ni pale. Wewe ni master. Mahali ambapo hapana kitu kipo. Mama muda bado. Acha kuniwaisha muda bado, lakini si nitakudisappoint. Hata kama
kama muda bado, nitafanya mdogo. Neno nasema ndio muujiza wa kwanza Yesu kuufanya. Muujiza wa kwanza Yesu kuufanya ni yule mamaka aliusema. Muujiza wako wa kwanza mimi kuufanya, wacha mamako niseme. Lakini mkipewa nafasi jipime. Ukipewa nafasi jipime, kwa nini nafasi nimepewa? Kuwa mnyenyekevu na afujua kuitafuta. Sijasema wewe sio mnyenyekevu, lakini vimelea vyako vinaweza vikaonyesha huna unyenyekevu. Siku hizi wanajisahau. Bwana kaniambia. Nimeona Bwana kaniambia. Sasa nashtuka. Sasa disappoint hapa tena watu watanizomea nini? Ngoja tu. Ukiwa mwana hata wewe uko hapa. Mungu amenipa kutanua mabranchi, tutatanua tu mabranchi. Usisahau kwamba mimi ni Moses, wewe ni Harun. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasemaga mfano yule binti yangu Faith ambaye yuko Mombasa. Faith akienda mahali tu akiwaambia Mungu wa mamangu nabii sana kuponya. Watu wanapona na wanamletea sadaka ya chakula. Faith. Watu wamenifahamu Mombasa kwa ajili ya Faith. Huyu ni yupi? Wanaanza kutafuta Facebook. Huyu ni yupi? Akasema mama, wameniletea mchele, wameniletea mafuta. Unafikiri mlivyoenda mmepokelewa vile aliwapokea tu bure? Akawapokea tu. Anajua mafuta yaliyo ndani yangu yana faida. Amen. Kuna watu wanakuambia tu mama wani, lakini hana hekima. Hajawahi toa sadaka kwa mtumishi huyo. Unaona mtu wa Mungu huyo ndipo unapopatia mafuta, ndipo unapopatia breakthrough, ndipo unapopatia watu wanafunguliwa. Lakini hauwezi kuwa connected. Unakuwa tunaita nini? Strange people. Unakuwa mtu ajabu. Mgumu mbaili. Mama nipe mafuta. Yanatoka? Sema hekima. Hekima hizi zinazo kufundisha zikusaidie la. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tega masikio mpate kujua ufahamu. Mstari wa 2, kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri. Mafundisho mazuri. Msiache sheria yangu, maana nalikuwa mwana kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nalikuwa mwana kwa nani? Kwa baba yangu. Kwa baba yangu. Nikianza kabisa sifa za mtumishi nilimekuambia kwamba nilitafuta kufanyika mwana. Sasa tusema I am a founder. Kufanyika mwana. Kuwa mwana bora. Pata ufahamu. Elewa. Kuwa mtu mwenye bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bidii itakusaidia kuwa mtoto bora. Maarifa yatakusaidia kuwa connected na watu wazima. Sikia. Kunifahamu Esther Bukuku, utaifahamu pia Moisi. Si ni kweli? Amen. Ili umfahamu Esther Bukuku, pia Moisi ndio inamtambulisha. Huyu ni Esther Bukuku, huyu ni pia Moisi. Ipi Moisi unayoiona leo na huyu Esther Bukuku sio huyu wa leo. Alishaanzaga kabla hata hajasimamisha madhabahu hii. Alishaanza, ila hekima zilimfanya kuwa na utulivu, kusubiri wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu wa huduma yako kuchanua. Wakati wa Mungu wa fimbo yako kuchanua. Fimbo yako inapochanua Haruni. Fimbo yako inapochanua, hata kama fimbo za watu wote ziko, fimbo za makabila 12 yako hekaruni, lakini Roho Mtakatifu anaenda anaroketi fimbo ya Haruni. Anaziacha fimbo zote. Watu watasema, watu watakupinga, wachungaji watakuzuilia, wachungaji kadri wanavyokuchafua ndivyo Mungu anavyokung'arisha. Kwa sababu ni wakati wa Mungu. Lakini ukikosa hekima, ukikosana nao na ukaondoka kwa vurugu, kadri wanavyokuchafua ndivyo utachafuka sana. Lakini neno linasema walipoweka zile fimbo kwenye kitabu cha Hesabu, walipoweka zile fimbo, Haruni alinyamaza kimya na akatoka nje ya hekalu. Wakasema kwa nini wewe Haruni tu? Tena Haruni ndugu yake Musa. Kwa nini ndio yeye kiongozi? Kwenye makabila 12. Kwa nini wasio wengine? Kina Rubeni, kina Manase, kina nani wakawa nataja. Bwana akamwambia Musa waambie wote waweke fimbo zao hapa. Mko hapa lakini kuna mtu fimbo yake itaanza kuota. Hiyo siku fichi.
mafuta, kuna za mwingine zitaota. Amen. Haruni akakaa pembeni, akakaa nje kabisa, wao wako hapo. Na nasema tena kulikuwa kukavu, hekaluni hakuna mvua wala nje hakuna mvua, fimbo zikiwa zimelala hapo. Fimbo ya Haruni ikaanza kuota, ikaanza kuota majani, ikaanza kusitawi, ikaanza kusitawi. Za wengine hazikusitawi, zikabaki kuwa kavu tena ngumu. Ninapokufundisha kima hizi za utumishi, kubali kusitawi, kubali kuwa kwenye mbolea yangu. Usikubali kukauka. Kuzoelea mafundisho ni kukauka, kunizoelea ni kukauka. Ukikauka mwingine atachipua pembeni yako, utaanza kumnanga na kumpiga vita, utajinanga mwenyewe, maana mafuta yangu ni fire. Yes. Amen. Ninatabiri katika jina la Yesu. Fimbo yako leo Roho Mtakatifu itazame la. Fimbo yako itazame. Fimbo yako Haruni itazame. Nenda sema Haruni akanyamaza kimya. Wakapiga vita sana. Wakasema kwa nini imeota? Bwana akisema ndio, hakuna kusema hapana. Musa akasema niseme nini? Aliyesema ni Bwana, aliyeotesha ni Roho Mtakatifu. Nisemeje juu yako? Mwenye kukuotesha ni Mungu. Ukiconnect Mungu atakuotesha. Natabiri fimbo yako ichanue. Natabiri fimbo yako yote. Ninatabiri kuanzia leo hii katika jina la Yesu. Wale wote mpo kwa hii hekalu, lakini Haruni nakuona. Haruni nakuona. Haruni nakuona. Majani yanachipua. Majani ya huduma yako. Majani ya huduma yako. Kanisa lako maongezeko. Maongezeko kwa kanisa. Maongezeko kwa kanisa. Watu wanafunguliwa. Watu wakusikilize. Watu wapone. Watu wajibiwe. Watu wafunguliwe. Fimbo yako Haruni. Fimbo yako Haruni. Fimbo yako inachipuka. Fimbo yako inachipuka. Fimbo yako inachipuka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fimbo ya utumishi wako. Fimbo ya huduma yako. Wacha watu wasema unalinga. Watu wasema unajibai. Mwingine atasema najibai. Amekuwa mzee kiongozi miaka yote. Mwambie fimbo yangu inachipuka. Mungu ndio amenitaka. Waweza kuniona mkimya. Waweza kuniona ni pupu. Waweza kuniona sina maneno mengi. Lakini Mungu amechipusha fimbo yangu. Fimbo yako Gilibeta. Fimbo yako Zefania. Fimbo yako Mtui. Fimbo yako Jimundi. Na tapili wape. Fimbo yako ichipuke. Ichipuke. Mbele ya maadui zako wanaokupiga vita. Mbele ya wachungaji waliokuzunguka. Wachungaji waliokuzunguka. Waona fimbo inachipuka. Fimbo ichipuke. Raba sheketa. Rimo sakata yapo. Omba kila moja. Sema asante Yesu, fimbo yangu ichipuke leo, ichipuke leo. Omba katika jina la Yesu. Pata nafasi ya kusema Mungu. Omba. Mpaka Baba ichipuke fimbo yako. Usijibizane na watu. Wachungaji waliokuzunguka kwenye huo mkoa watashangaa kanisa linakuwa. Watu wanaongezeka. Huduma inakuwa. Uimbaji wako unakuwa. Huduma yako inakuwa. Waumini wanakupenda. Ukipanga watu kanisani wanakusikiliza. Omba mbele za Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Achini mwanao. Maombi yako yapate kipali. Maombi yako yatikise mbingu. Maombi yako yagonge mbingu. Maombi yako yagonge mbingu. Katika jina la Yesu. Niko na maji ya upako. Sio ni aibu. Hata mtu asemaje? Hata Mungu akimtokea Musa alikuwa na fimbo. Alikuwa anatembelea ile fimbo kama udhaifu tu. Kama mtu amechoka, ameshika tu fimbo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ameshika fimbo anatembelea. Ukiwa umechoka,
unashindwa kupanda mlima, unaishika fimbo yako namna hii. Unasema nimechoka. Unaiona ni fimbo, kazi yake kukusaidia umechoka usianguke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazo umechoka, pili usifanyaje? Usianguke chini. Ndio maana ya hii fimbo. Ndio ilikuwa wazo la Musa. Nikitumia maji na atumia nataka kuyanywa. Nimechoka. Maneno mengi. Usumbufu wa watu. Mimi nayanywa just nipate pumziko. Lakini Mungu ananiambia katika pumziko unalotaka, si tu ukatakiwa. Ni kuwafanya na wengine wapate pumziko. Amen. Musa, hii fimbo si tu utembelee. Ni kuifanya iwe nyoka. Yes. Imeze nyoka za wachao. Yes. Kuna mtu amenielewa? Amen. Lazima uwe na mtu mwenye fimbo, anayejua maana ya fimbo. Waweza kuiona ni dhaifu. Ni kitu kidhaifu just cha kutembelea. Lakini kumbe nicho kitu kinamponda adui yako. Yes. Kinaponda ardhi za kwenu zinazoshika huduma yako. Yes. Hivyo lazima usamini fimbo uliyoiona ili ya kwako inuke. Kilichomfanya Musa Haruni afanikiwe, wacha usome. Hesabu 17. Hesabu 17. Anza mstari wa kwanza. Na Musa akamwambia. Akanena na nani? Na Musa. Kisha kwangu kiasara tu. Yes. Wanangu kina uwiso haupo kwangu kiasara. Amen. Mlikuwa kwenye huduma zingine. Uliona upo na umefanikiwa. Lakini sasa hivi unaona kwamba hata kama unafanya utumishi lakini unaona na majibu. Niliona siku moja mtumishi amefunga mpaka gari amepakiza viatu vinatoa harufu. Mkao mnamwambia bye bye, nilifurahi sana. Bye. Unajua mpaka nyumbani kwao nitakutajia. Geti kubwa. Geti kubwa. Tena nyumba ina uwanja mkubwa. Upande huu nyumba na upande huu nyumba, afu kwa mbele kuna nyumba. Ndio, sawa mama. Yes. Niko na mama mtu mzima. Tena huko akaniambia hapana, wanamuaga amewashindwa. Kabisa aliniambia nimewashindwa. Oiso mkiharibika ni basi tu, lakini kwenye maono yale yule mtu aliniambia amewashindwa. Baada tu ya kufanya ile sadaka. Aliniambia nimewashindwa. Alifunga kigari chake haina kama kiaisi kidogo. Si hizi gari hizi ndogo hizi. Akawa anaondoka. Akasema amewashindwa. Kama nimempa maji yako ya upako. Nilikutana naye sokoni, kama nimempa maji yako ya upako. Yule dada akatumia yale maji, baadaye kuna yule mchungaji wa kwetu akapita. Akasema mimi nimechukua maji kwa upako kwa sababu Mungu alinionyesha usiku kwamba atanisaidia. Shalom mama, akasema kwamba atanisaidia. Kwa hiyo akamwambia hebu hayo maji, wakamkuta nayo maji. Ile dada baadaye akanipigia simu akaniambia kwamba nimekuja huko kanisani kwenu. Sasa na mimi sikumwambia kwamba huko mimi siko tena. Hapana, mimi nikatumia kile kima nikamwambia basi baadaye tu nitakapotoka Mungu akikusaidia tutaonana. Bahati nzuri wakamuombea, wakamaliza, wakachukua na ile stika ya maji ya kwako wakamwekea kwenye maziwa, wakamwambia huyu mtumishi wewe amini leo utaenda kulala. Na kweli yule dada amenipigia simu asubuhi akaniambia namshukuru Mungu leo nimelala. Hata adui hawajaja kwa nguvu. Walipokuwa wanasema vibaya, yani waliogopa walipojua kabisa kwamba na yule dada akahakikisha kwamba haya maji ndio alinipa ya akanisaidia. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu wako mama. Mungu akubariki sana. Ameniambia amewashindwa. Ndio kitu alinijibu. Kwenye maono akafunga gari akaondoka. Mkatoka. Na hicho gari unachosema ni shaki na hata ulimwengu wa kiroho. Yaani gari yake unapoiona siku kwa mfano hii Prado ya kwako. Sio. Hayo hivyo. Safi, patia Yesu makofi. Wewe unasema mama wale kaja na Prado umeiona na mchana umeiona. Yeye sio. Ni kigari kama kiaisi, kama hivi viaisi vidogo. Viaisi vidogo. Ile sehemu inakuwa na gari tatu alafu ni cheusi. Sasa kweli wewe uiso umefunguliwa. Umefunguliwa. Patia Yesu makofi mazuri. Sasa mwana tunakoconnect. Haya msomee hiyo numbers 17. Anza mstari wa kwanza. Hesabu 17 kuanzia mstari wa kwanza anasema kisha Bwana akanena na Musa akamwambia. Nena na wana wa Israeli. Kisha upokee kwao fimbo. Kisha upokee kwao nini? Fimbo. Nena na watoto wa PMYC. Wana wa mama 1. Upokee kwao fimbo.
Ndio. Na nimekufurahia unapojaribu kuconnect na sadaka zako, ndio fimbo hiyo. Amen. Waka unatoa tu macho. Hata nauli hujalipa. Mwingine wamekulipia waumini. Waje tujilipiana wenyewe. Tuendelee. Anasema kisha upokee kwao fimbo moja kwa ajili ya nyumba ya kila baba. Kila baba Katika wakuu wao wote. Kama nyumba ya baba zao zilivyo. Fimbo 12. Kisha andika jina la kila mtu katika fimbo yake. Huu ni mwezi wa ngapi? 12. Huu ni mwezi wa ngapi? Wa 12. Yaani huduma yako isipochipuka leo mtarehe ngapi? 12. Na huu ni mwezi wa ngapi? Wa 12. Fimbo yako isipoota, wewe una uchawi wa kwenu. Amen. Nikikuta huduma yako bado imeduma. Bado naulizana na wewe maswali. Wewe una uchawi tu wa tumboni kwa kwenu, yani mpaka tukufanyie operation. Maana tukifika mwezi wa 12 lazima utoke. Yaani kutoka ni lazima Gilbert. Kutoka ni lazima. Na lazima huduma yako ishangaze watu. Lazima Mwanza yote wajue kuna PMC. Lazima Dar es Salaam wajue kuna PMC. Lazima Karatu wajue kuna PMC. Lazima Moshi wajue kuna PMC. Fimbo yako lazima ichipuke Disemba hii. Fimbo yako lazima ionekane Disemba hii. Leo tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2018, andika hii, fimbo yangu itaota. Nasema na katika fimbo ya Lawi utaliandika jina la Haruni. Katika fimbo ya nani? Ya Lawi. Mtu alikusomea Jumapili mwezi wa ngapi? 12 wa Esther. Mwezi wa nani? Wa Esther. Sasa imagine kama mamako ni Esther afu huduma yako ikiwa imedumaa. Yaani kuna wengine wanakutaka nikikuta unadumaa sana. Ukiniambia tu shalom na kuangalia amina. Hakuna jinda kukusemesha. Sasa naambia si nitafanyaje sasa? Sasa kata nimetoa tu mfano. Huyu mzee umeshaonaga nagombana nayo? Mimi si mashahidi kila sekretari mimi kwa nagombana naye. Ukiona wewe ni kiongozi kanisa la PMYC, alafu kuna majukumu yako kanisani, alafu na kuangalia na kuambia amina, jua fimbo yako imedumaa. Na fimbo yako ikidumaa, mambo yako yatadumaa. Namjua Mungu alivyo. Alafu shetani atakupa kazi. Kwanza atakupa kazi ya manunguniko, pili atakupa usengenyaji, hivyo wokovu utakuwa umeondoka kwako. Mama one squeeze fish, don't love me. Sio akupendi, fimbo yako imefanyaje? Imedumaa. Huu ni mwezi wa Esther, fimbo yako haiwezi kudumaa hata siku moja. Huduma yako haiwezi kudumaa mwanangu. Lazima ionekane. Tunaingia 2019. Lazima ionekane. Hawatakuona tu mwana. Watakachokuona ni mwana mwenye upako ndani. Watakuona ni mwana mwenye upako ndani. Utajitambua, utakubali fimbo yako ichipue. Hakuna mtu anayepataga vita kama Grace Coker kwenye kupanga watu. Somoja nikasema, au ni mpange kufunga vitambaa tu mbele. Mungu akaniambia wewe ndio uliyempanga kupanga watu. Lakini kweli nikakumbuka mimi sijai kumpanga Grace Coker panga kwa watu. Elishai kukupanga. Mungu akaniambia huyu ana roho ya kukataliwa. Yaani watu wanamsingizia bila sababu. Wakimuona tu kuna pepo linasimama mbele yake. Kwa hiyo wanamchukia. Sasa na mimi nimewapambanisha. Wao si ndio wanamtupia hilo roho? Ngoja wakomeshe. Grace akikupanga ukipisha atakusemesha kwa nguvu na utanyenyuka. Watu wote tutakugeukia. Sasa watu wanafikiriaga sioni, mimi naiona. Yaani nani anasema no. Siwezi kukubali. Huwezi kukataa sauti yangu. Mimi ni mwana wa Nabii Esther. Mimi ni mtoto wa PMYC. Mimi hii ni nafasi yangu. Huwezi kupinga sauti yangu. Siku moja nilimwambia Gabi, are you stupid? Kwa nini utoe maagizo kwaya ije na isije? Eti Mundi, kwa nini useme na kwaya isikusikilize? Ukikuta sauti yako haisikilizwi, wewe fimbo yako imekauka, eti Mundi anakuambia ni rehemu mama kuhani. Nimekurehemu. Grace anang'ang'ana. Tena anaongea kwa nguvu. Tunakaa mbele tunageuka. Unakuta Grace anapishana na mtu. Kwa nini? Hata kama hili ni pepe. Leo utanisikiliza. Hapa hama. Hama nimesema nyanyuka. Ukiangalia, ukisikia kelele nyuma jua ni Grace Coker. Mwanzoni nilipa shida nikasema nitampanga afunge kanga watu. Mungu akaniambia sio umemwambia pange watu, na ndipo kaanza kunionyesha tatizo. Tatizo ni roho ya masingizio.
kusingiziwa. Adui anakaa papo kwenye uso wako. Mtu anakuchukia pasipo sababu tu. Sasa hivi zimeanza kupungua. Deliverance. Nini? Lakini umeng'ang'ana. Wewe kupanga watu wanakukata kwanza analipa. Mama ni mwenye kishandoka kikusanya sadaka zake hanipi hata 100. Hata kwenye ndoa niwekee mafuta. Kwani nalipo? Sipangi. Na ningekuwa nimekuajiri, usingeweza. Au ningekuwa nimekupanga, usingeweza. Lakini umeng'ang'ana, ukakataa roho ya kutokusikilizwa. Kama kiongozi lazima mnisikilize. Amen. Lazima. Na aliyeniweka sio mama wangu. Mungu wake ndo kaniweka hapa. Mimi nimeamka toka malangu tangu saa 10 usiku anaamka hizi saa 11 unakuta kwa pala anafuta viti. Alafu mimi nije nikupanga ukatae, utahama. Unatakiwa kwa mwana wa nabii wa namna hiyo. Jana kashitaki. Kanisa kuna watu wanatukwaza. Yaani tulikuja kwenye kiti chetu. Tunataka twende kwenye kiti chetu, tukakalisha pale nyuma, ikabidi tukae. Nikalia sana. Nikasema itabidi nitoe sadaka. Nikasema tangu zamani ufalme wa Mungu unatakwa na wenye nguvu. Kama unajua kiti chako kiko kule, acha sasa nikukalisha hapa. Alafu naona umetoa sadaka kiti chako kiko kule. Na nyanyuka. Rudi siku sema nimetoa sadaka kiti changu ni hiki, wewe Kevin nyanyuka. Nyenyuka. Hapa nimetolea nini? Sadaka, na hapa ndipo unabii wangu utashukia. Nani amenyelewa pointi hii? Angalia nafasi yako. Yes. Alafu nafasi ikiwa yenye baraka, adui naye anataka kukurudisha. Kwenye nafasi unakutana na makwazo. Mungu anapotaka kumuinua Haruni akiwa kama msemaji wa Musa, kama nyie mlivyo wasemaji wa PMYC na wawakilishi pale ulipo kutokana na huduma unaofanya. Katika kile cha kipengele chako kina makwazo. Usilete elimu yako na usilete sababu zako. Wewe unakuwa na hekima. Nimekwambia wisdom and knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na hekima. Jua hapana. Huyu mtu akinipiku ametaka kupiku Mungu wa mamangu. Na Mungu wa mamangu hakuna mtu anayempiku. Hapa hii nafasi achia. Tuna mamlaka naye? Hata si ofisi yako. Ndio. Safi. Jipigie makofi. Mstari wa 3 anasema, na katika fimbo ya Lawi utaliandika jina la Haruni. Katika fimbo ya Lawi utaliandika jina la nani? La Haruni. Kwa hiyo kati yenu kuna watu hapa unaona kama mzee kiongozi. Sawa? Kuna watu huwa ninawataja kwa majina. Mtu kama mzee kiongozi, hao wote ni Walawi, wote ni kina Haruni hawa, wote ni kina Edmundi hawa. Ila utendaji unatofautiana. Hawa ninaandika jina, ninakuteua kabisa. Ila ninakosa nafasi ya kukuondoa hasa unapokuwa mzembe. Kwa sababu Mungu ananisikiliza ninasemaje. Ingawa atanitokea kabisa kuniambia huyu ajielewe. Ila ananisubiri mimi niseme. Bwana Yesu asifiwe. Tunaoperate katika roho. Katika hizo fimbo utaandika fimbo ya nani? Katika fimbo ya Lawi utaandika jina la nani? Utaandika jina la Haruni. Katika hapo PMYC utaandika jina la nani? La mzee Swai. Kwa mtu akiangalia hili kanisa mzee wake kiongozi nani? Ni mzee Swai. Na saa Mungu akisema ulifute, najiuliza anataka kumfuata duniani? Nini kimetokea? Ila akiwa mzembe afu nimemsemesha sana, anasema muache. Ndio maana wakati mwingine sio unakuta anaumwa. Sukari imemshika na mimi namuona kabisa. Analingana na hema. Nisema ukweli. Katika kiongozi hatoagi sababu ni mzee kiongozi. Jamani mzee Swai hatoagi sababu. Kabisa mimi mwenyewe najua huyu hapa hawezi. Mpaka kama ile siku tunapanga mlima na mkataza. Najua huyu amechoka lakini mwenyewe ana siri yake, anajua tu katika madhabahu hii ndio kuna uponyaji wetu. Haijalishi mimi ni mzee kiongozi. Nitafanya tu kazi. Nitafanya kazi. Lakini huyu msaidizi bora hata amekuja nimseme, maana angekuwa hayupo ningesema namsengenya. Nafasi zake zinanyang'anywa. Watu tafikiri nimewatuma. Mtu tu just anaona Frida anakuja, Vai anakuja, huyu anakuja, anacall mama. Mama, tunaweza kufanyaje? Kuna watu nimeona wanakuja. Yeye haulizi. Juzi kuna kitu Grace Mera anasema ni jambo. Akaniambia mama, mzee wa kanisa na kike Teddy, ama katasi hapo machafu ongea na vijana wasie ya mwambie Gabi. Yaani anajua kama mwanamke msomi kwamba sauti lazima itoke hapa. Afu iende hapa, sio mimi. Tena hata sikusema sema makatasi machafu. Akaambia vitu vya hema siwezi uliza, ni vya mzee kiongozi. Na nimemwona anavuta hema. Lakini namtaka yule dada Teddy, nipeni namba yake. Nikamwambia usije kwa gomba.
Hebu acha. Kwani mkataza jana Grace Mel. Sio kwamba simpendi Teresia. Sasa tufanyaje sasa? Waliokuwa pale wasoma somo la mwanzo nimesema ukiwa umegombezwa sana na nabii, mwisho unakuwa sugu. Ukiwa sugu utalichukia kanisa. Ukilichukia utaliacha. Lakini ukiwa nabii anakuangalia ukopa. Wale mmeogopa mwanzo. Ila sikumsema, si ndio? Ila nimefurahi kwa kuwa umetokeza. Lakini nashangaa nafasi zake zina overtakiwa. Hawi kama Grace Mela. No, huyu Grace Cock. Mela jana ndo aliniambia yule mzee wa kanisa wa kike, kumbe ameona pati za swai ni nzuri mno. Akasema namsifu sana yule baba. Ng'ang'ana na Emma. Lakini huyu makapeti yametupwa, vitu viko pale, hana power. Kama mwanamke wa usafi ambaye ndio mzee kiongozi wa kike, kwamba Gabi nataka CA nikirudi kazini jioni hivi wamesafisha. Mama Dana atapambana na wanawake wake huko, wataenda kuangalia watu waliofiwa, hata haji kuniambia naomba taa 100. Hajawahi kuja kuniomba. Sana mhurumia. Nitawaambia siri moja. Si mnaona kama pepo yana manifest kila mara. Sio kwamba Mungu wangu hana nguvu. Angekuwa na nguvu asingekuwa na manifest. Kayazoea na upako kauzoea. Kwa hiyo hata hawezi kuyafanyia kazi. Kwa angekuwa anafanyia kazi hata zile nafasi alizonazo yangekimbia yenyewe. Alipoona hao wanakuja wako kwenye, unajua kwenye grupu kunaonyesha kila kitu wewe umeingia hujaingia kuna saa utaingia. Lakini wenzao wanavuta waya. Mama, hivi tunaweza tukafanyaje? Naona wageni wanaingia. Tunatafuta hoteli, tufanyaje? Nikamtuma dada watu wanaomba ruhusa, nenda Leopard, nenda huku, nenda ukatafuta, na kama sializika na vyumba. Ngoja tufanye hivi. Mnashauriana tujonana kwa uso mpaka leo, lakini ameshanipigia kuniuliza mama, endelea na mambo yako, ila nimeona kuna watu wanakuja, tunafanyaje? Hivi nikuulize, ukiwa kama mzee unaweza kunyamaza na unaona watu wanakuja? Unamchunia nabii wako jiona na niona shika mamani. Na mimi namwambia, "Marahaba baby." Fimbo yako imeshakauka. Tena nakuhurumia. Nakupenda sana. Nimekugombeza sana. Nimemwambia juzi hapa Ken nilipopigisha magoti, si ndio? Nikishona nimekupigisha sana. Baadaye mimi nakuacha. Si nimesema? Baadaye nafanyaje? Na kosa si kosa kubwa. Dogo tu ila lazima nijue. Biblia imesema ukiwa mchungaji lazima ujue kuisimamia nyumba. Lakini hapa kwa Teresi nisiseme kama nimeshindwa. Ila hapa ni kiboko. Nikisema nimeshindwa, shetani atapiga makofi. Ila ngoja niseme neno hili. Hapa ni na inaniuma sana mtu mwingine anavovateki nafasi yake. Tunaelewana? Ingawa hata ile anaovateki naye ni mwanangu, lakini nafasi ni yake. Mfano Swai nikute mtu amekuja pale kwenye hema anasimamia, anafanyaje? Sasa jiuliza Swai. Tena Swai sangine sukari inamsumbua. Huyu hata sukari hana. Lakini mtu anaona watu wameanza safari, anakupigia simama, nimeona kwenye group. Tufanyeje kama wanawake? Afu mwenyekiti nawe kwa nje anipigia simu. Sio kaniambia mama niombe. Mama Wiso siku hizi amebadilika. Anarudi saa 8 usiku. Kweli mama Wiso sio yule unayemjua. Nitakwambia kumbuka nafasi yako. Mbona ulirizike ilivyochukuliwa? Mbona? Hawa ni wachungaji wa English service. Nafasi zimechukuliwa, hakuna aliyekuja kujiuliza mama tumekosa wapi? Someni vizuri somo la fimbo. Hii ni shule. Somo? Andika jina la Haruni kwenye English service, muandike Teddy na Gabi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu mwingine amechukua mtu hize. Ndio hapo nikasema okay. Hii watu wanahitaji maombi kanisani. Nitapoteza vitu vyote, lakini usinipotezee nafasi zangu za kanisani na upako. Najua vitarudi vyote nilivyopoteza. Fimbo yako ichipue tena. Tuendelee msomaji. Mstari wa 3b anasema, maana itakuwa fimbo moja kwa kila kichwa cha nyumba za baba zao. Nawe utaziweka katika hema ya kukutania mbele ya huo ushahidi. Hapo nikutanapo pamoja nanyi. Nikutanapo pamoja nanyi. Kuna watu Mungu anakutana nao, lakini kuna yale majina ambayo tunayaweka.
Babu nalifahamu kanisa la PMYC, lakini ina kiongozi huyu. Lakini Mungu anapoanza kuniangalia nabii na kumwangalia mtu huyu kwamba atendi vitu sawa, kuna madhara ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kuwepo jina lako na kutajwa mbele, ina maana Mungu ana sababu na wewe. Kwani wako wangapi? Kwa nini wewe? Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunacheka na mamangu, ananiambia kuna mtu alimchagua mzee kiongozi kwa sababu ana hela nyingi. Sasa akifika madhabahuni hata mstari wa Biblia hajui hata huu. Good. Na nimekufundisha njia ya kuzipata na jinsi gani mimi nafanikiwa. Waliokuwa kwa asubuhi walikuwa wanaona niko na fundi hapa, na muelekeza aanze ukuta kesho kutu. Kwa nini? Kwa sababu kuna pesa. Pasipo pesa uwezi, na akaunti ya benki iliyochanga kanisa iko 50,000 saa hizi. 50,000 utaleta fundi hapa? Umeshaelewa? Tuendelee. Nasema kisha itakuwa mtu huyo nitakayemchagua fimbo yake itachipuka. Yule nitakayemchagua fimbo yake itafanyaje? Itachipuka. Yule nitakayemchagua mimi, sio watu. Katika huduma hii mko hapa kuanzia leo hii tarehe 12 mwezi wa 12, mwezi wa Esther. Kuna mtu Mungu anakuchagua mwenyewe. Amen. Yeye mwenyewe. Mimi nafanya kazi yangu ya utendaji kukufundisha kama yeye alivyonituma. Wengine angalia usije kaanza kupopoa mwenzio mawe, kazana na ya kwako ichipuke. Amen. Uchaguliwe leo. Amen. Uchaguliwe. Napokea kwa jina la Yesu. Usianze kumpiga mawe mwenzio. Hapa ni kama Teresia anampiga mawe nani? Anaitwa nani yule dada? Ruth. Sisi tumeambiwa Ruth anampokea. Umemfuata Ruth? Ruth, mbona una wageni? Mimi mzee wa kanisa. Mimi mzee wa kanisa wa kike. Nipe maelezo. Hujui kushika nafasi yako. Kesho baba B, karudi saa 9. Umeenda kuuliza nafasi. Ruth, una wageni. Mimi ndio mzee wa kanisa wa kike. Nipe maelezo, andika hapa. Si ni kweli eh? Nahitaji kujua. Lakini unaona poa Ruth. Usipige mawe mwenzio. Fimbo yako ichipue, amka, kanisani kuna watu wengi. Yesu alisema kwenye Mathayo, mkinyamaza mawe yatafanyaje? Mkinyamaza mkatengeneza vikosi vyenu vya kusengenya, mawe yatainuka mengine. Mtabaki na vikosi vyenu hapa hapa. Yote kawachukua. Tunaambiwa wote uko nao. Tunaambiwa nani lazima uambiwe? Kwa nini wewe hujui? Haya, siri ni hiyo. Ruti kapiga simu mwenyewe kwa pesa zake. Tena nilikataa. Nilikuwa nimewatafutia nani? Wonders Hotel. Wakae kwa nikamwambia kwako hakuna swimming pool. Wala sitaka, kaniambia mama nakufahamu huna pesa. Nikamwambia pesa ninazo. Akaniambia ninaomba nipe baraka hiyo. Wakae kwangu. Nipe vyumba vyako. Yaani nampa na masharti. Piga picha, onyesha. Nikawatuma na kina bibi kwenda kuangalia. Kaangalieni vyumba kama visafi. Kumbuka nimepewa bure. Kwa nini? Hawa nimewekea mafuta ya Esther. Mafuta ya Esther nayajua. Ukimbariki Esther lazima ubarikiwe. Kwa hiyo siwezi kumlaza tu popote bait ngajua tu amelala, kaachwa, kesho naanza kupewa sababu. Walilala na njaa. Amekaa vieleweki. Mafuta lokoe Frida nayajua. Waweza ukaona kawaida, lakini nikasema ninawalaza pale Wonders, hata alale chumba kwa $100. Lakini nayajua mafuta ya Esther zitarudi pale. Kwa sababu ndani yao, nikamwambia uti ndani yao kuna mafuta yangu. Kwa hiyo sitaki walale ovyo. Piga picha kapiga. Bibi kaangalieni. Angalia chooni, kila mahali. Hao ni wana wanabii. Hata gabi jana nilikuta amewaacha ili nyuma sana. Ni wanabii. Wana mafuta ya mama wali, mafuta yanayojengea mtu gorofa, yanalipia mtu madeni, yanamheshimisha mtu, yanambariki mtu. Nitawaachaje ovyo wakati mimi najua? Naweza kusema namfanyia vai vizuri, kumbe mimi nafanyia vizuri mafuta yangu, najua nitakachopata. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ruti akagoma. Akasema sitaki waende, akapiga simu Wonders, akasema sitaki waende huko. Nikasema basi. Kuna pesa ulitoa mwanangu, Mungu akubariki. Nasema mama ni sana sasa tu Gilbert ametoka katika wana nabii. Mtui sema amina. Amina mama. Huyu ndo kaleta bahasha. Tukalipia waende mkaogelee, ingawa nitakuwa siku hapa nchini, lakini mtatakiwa mkaogelee pale. Tumeshalipa. Nikasema hata kama hawalali basi waende. Umesikia Zefania? Say ya. Mwende mkapate mkaogelee kidogo. Hajalipa yote wewe. Mnanibariki na mimi. Amina mama. Kani, patia Yesu makofi mazuri.
asifiwe. Ili fimbo yako ipate mbolea, fimbo tumesema ni hiyo huduma. Fimbo ni kama hivi mama wangu. Sawa? Kuna kung'ang'ania. Kuna vitu tunang'ang'ania. Ipokani mtafakari yule dada. Nyumba yake, muda wake, vyumba vyake, mbona anang'ang'ania? Na mimi nikaona kwamba Mama Dawana hajanipigia, Tesia hajanipigia. Nikasema nisikwaze watu. Nikamwambia kwa do. Ndani yangu kuna mafuta yao, kuna mafuta yangu. Ndio maana watu huwa wanashuhudia. Watu hawashuhudia wamepona. Sasa nitaachaje kuheshimu mafuta yangu? Mimi sikuchukulii poa nyie. Wote huko sikuchukulii poa. Hata wiso ukienda wapi wewe niambie kama mimi nimekutuma. Sawa? Unalala vizuri, unakula, usifunge ukija huko. Ufunge huko kwenye branch yako. Tuendelee. B. Fimbo yake itachipuka, nami nitakomesha kwangu manunguniko ya wana wa Israeli wanungunikiao juu yenu. Wanungunikiao juu yenu, he? Basi Musa akawaambia wana wa Israeli, ndipo wakuu wote wakampa fimbo. Wakuu wote wakampa fimbo. Unapomnungunikia mtu, unamwona kama ana kimbelembele kwa mama wani, au ana kimbelembele kanisani, au ana nini? Hapana. Mungu anasema atakaye kutafuta nitakomesha manunguniko yao. Waache wanungunike, lakini nitakomesha. Kanisani upo umewekwa na Mungu, lakini una utumishi ndani yako ambao Mungu ameuweka, lakini unamhitaji mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na utumishi ule ukikaa bora, Mungu atalinda mipaka yako, atalinda mambo yako, ataisaidia familia yako. Kupitia utumishi jamani, kumtumikia Mungu kuna faida. Amen. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa hata siku moja. Amen. Siwezi kumtumikia Mungu hivi nikapoteza muda wangu hapo kaniacha hata siku moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haniachi hata siku moja. Nasema basi Musa akawaambia wana wa Israeli, ndipo wakuu wote wakampa fimbo. Fimbo moja kwa kila mkuu. Fimbo moja kwa kila mkuu. Kama nyumba za baba zao zilivyokuwa. Fimbo 12 na fimbo ya Haruni ilikuwa kati ya fimbo zao. Na fimbo ya Haruni na yenyewe ipo kati ya fimbo zao. Unapokuwa hapa, kuna mtu yuko kule kanisani. Hata nafasi ya kukaa na mimi hapa hajapata. Hata leo ni ibada amekosa kabisa nafasi ya kuniona. Ukiitumia vibaya nafasi hii, wewe ukazani kwamba mtu huyo hayuko hapo, lakini neema itamtafuta. Hivyo tumia vizuri nafasi hii. Na fimbo ya Haruni ilikuwa kati yao. Na Haruni hakuwa katika wale wazee, wala hakuwa katika yale manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kisha Musa akaziweka hizo fimbo mbele za Bwana katika hema ya kukutania. Ilikuwa siku ya pili yake, Musa akaingia ndani ya hema ya ushahidi. Siku ya ngapi? Ya pili yake. Katika namba 2 kuna nini? Mwezi wa 12, tarehe 12, siku ya pili. Kuna nini? Na kwa nini mimi leo nikufungulie shule? Kuna nini? Itaota. Kilicho ndani yako kinaenda kuota. Ulichokiota chenye utukufu kinaenda kuonekana. Napokea kwa jina la Yesu. Mafanikio uliyoyaota yanaenda, ukienda kusimama mbele za watu utakuwa si wa kawaida. Napokea kwa jina la Yesu. Grace, umebishana sana na watu, hautabishana tena. Leo vinaenda kuota katika jina la Yesu. Amen. Nasema natazama ile fimbo ya Haruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka. Ilikuwa imefanyaje? Imechipuka. Fimbo ya nani? Ya Haruni. Imetoa machipukizi. Imetoa nini? Machipukizi. Machipukizi. Ndio. Unatakiwa uchipuke. Nimekufundisha nikiwa ninaanza sifa za mtumishi. Wewe tu mimi ni mwana wa nabii, huchipuki. Kazi yako Kenya ni prophesy. Tunaishia kuprophesy. Hujui hata kuhubiri. Hujui hata kuomba. Hujui hata kufagia kanisa. Hujui hata kupanga kitu. Hujui hata kuamka akili kusema nikapambe hema, unasema utani update. Kwa update wewe umekuwa MB. Nasema imetoa machipukizi na kuchanua maua. Na kuchanua maua. Huduma yako ukianza leo unahubiri, kesho tukuone unakuwa. Usianze zile theology za kwamba kila mtu alipewa karama moja, kila mtu karama moja, karama ziko 5. Hapana, naweza kuprophesy, naweza nikahubiri, naweza nikafundisha, naweza nikakuanoint, naweza nikakuchekea na wengine wakakuchekea. Unachipuka. Kama mimi mama yako ninachipuka, pokea kuchipuka. Chipuka matawi. Sio tu mwana wa nabii vai kuwa na biashara yenye hera. Ukihongwa kidogo, chipuka. Unagongo naanza kuagiza mawiki. Nikazie. Ali bagande.
Nasema na kuchanua maua na kuzaa malozi mabivu. Kuzaa malozi mabivu. Mabivu. Zaa malozi ili uwe faida kwangu. Amen. Mimi si wakezaji penye hasara. Wewe shule nimekufundisha usipozaa wewe mimi tutafukuzana. Sawa? Amen. Wangapi mtazama rose? Nikifika mwanzo nitakuta umezama rose. Waonyeshe kina Ernest kanisa linatakiwaje. Tena uwe mwangalifu naye sana. Nilikuwa sitaki hata wazee wa kanisa wamrudishe pale kanisani. Sema walimwombea msamaha. Lakini amekuwa na vitu anapandikiza uasi. Uasi na ukienda upeleke ripoti hii. Mtu mmoja kanunua zile vuvuzela kanisani. Anaita watu nje, mnazipokea, mnajua zimetoka wapi. Zitakuwa zimetoka kwa Freemason. Afu ujui hiyo. Yaani mimi najua mambo kuliko wewe. Kaita mpaka mtu kakasusa kutaka kununua tena. Nikamwambia nunua. Afu yeye aondoke hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Chipua. Badilisha mambo. Chipua kwa dukani Grace. Chipua, ongeza duka lingine. Oiso chipua kwa sokoni. Wote mnaofanya biashara simameni juu. Si ni kweli una huduma? Si ndio? Hatuishi kwa huduma tu. Tunaishi na mane hizi. Say money is good. Money is good. Pokea kuchukua. Pokea wateja. Pokea wateja. Pokea Roho Mtakatifu. Sio nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea matawi. Pokea matawi. Naona matawi yasiyopanda. Naona matawi. Naona matawi. Naona unachukua. Naona unachukua. Naona unachukua. Unachukua kama mama anapiga. Unachukua kama mchungaji. Unachukua. Chukua. 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 Jesus. Pachimo. Huko ndio kuchipua. Sijaki kama zile mimi nikategemea sadaka. Hata siku moja. Sadaka muulize mama Ken. Ile unaficha pale na kitambaa cha satini. Alafu pita mjini useme mama wapi? Mbona utajiita mama tu? Na Mungu ni chipua. Mafuzo wangu achipua. Chipua. Chipua. Sasa hivi karibu nitaanza kuleta magari. Amen. Yes. Kana hiyo niombe tu. Hata moja nikiuza ile zienda zina. Saya. Tunachipua. Sikubali tu kwa kitu kimoja, tunachipua ndipo unaanza kufanya mambo. Lazima hata kama ni kiongozi hapa hutaweza kusema unajenga kanisa, unasimamia kanisa ukisubiri tu michango, utakosana na watu. Kuwa mtumishi unayejitolea. Wengi pia wamebarikiwa lakini asubuhi wanakuambia pesa ni zangu na watoto wangu. Na ni kweli kabisa. Ni kweli, sio uongo. Lakini tunafanya ukijua kwamba nawekeza kwa Mungu. Hakuna nondo. Hakuna kutu na nini? Usimeibiwa, utaanza kuibiwa. Wakati uje kukula na Mungu kuchipua. Mstari wa 9 anasema kisha Musa akazileta nje hizo fimbo zote kutoka hapo mbele za Bwana. Kutoka hapo mbele za Bwana. Na kuziweka mbele ya wana wa Israeli wote. Mbele za wana wa Israeli wote. Nao wakaangalia. Na kila mtu akaitoa fimbo yake. Kisha Bwana akamwambia Musa. Nirudishe fimbo ya Haruni mbele za ushahidi. Rudisha fimbo ya Haruni mbele ya ushahidi. Ndio. Ili tuanze ile ishara. Ili itunzwe iwe ishara juu ya hawa wana wa Israeli. Itunze iwe ishara juu ya wana wa Israeli. Utumishi wako utatunzwa. Amen. Tena utakuwa na ishara. Amen. Mungu atakuwa anoint Daudi mbele ya kaka zako walio warefu na wazuri. Amen. Mungu atakuwa anoint mbele yako. Mungu atakuwa anoint Yusufu mbele wa Ishmaeli ulikouzwa. Oh, yes. Mbele ya Potifa, mbele ya mke wake. Mungu atakuwa anoint. Mungu atakuwa anoint Esther mbele ya mabikira wote wazuri. Oh, yes. Mungu atakuwa anoint. Mungu atakusimamisha Debora mbele ya manabii wote. Utakuwa na pia original. Mungu atakuwa anoint mbele ya watu waliokutazama kwa macho ya kitu, watakuona wewe ni kitu. Nasema ili uyakomeshe manunguniko yao walionungunikia ili wasife. Ninatabiri mafuta yakakomeshe maadui. Napokea kwa jina la Yesu. Natabiri mafuta yakakomeshe maadui. Napokea kwa jina la Yesu. Tuendelee msomaji. Anasema basi Musa akafanya vivyo kama Bwana alivyomwagiza. Kama Bwana alivyomwagiza ndivyo alivyofanya.
Kisha wana wa Israeli wakanena na Musa. Wakanena na Musa na kumwambia. Angalia sisi twafa. Twaangamia. Sote twaangamia. Kisha kila mtu akaribiaye maskini. Naomba nikusaidie. Kila mtu akaribiaye aikaribie maskani ya Bwana hufa. Je, tutakufa pia sote? Inapofika unaikataa fimbo ya mtu iliyochipuka, utakutana na kifo. Walikuwa hawamtaki Haruni, wakizani kwa sababu ni kaka yake na Musa, lakini kumbe Mungu amemchagua. Katika huduma hakuna undugu. Katika huduma ni Mungu anampointi mtu aliye na juhudi. Kumbuka tuko kwenye somo la hekima. Bwana Yesu asifiwe. Rudi kwenye ile misali. Mithali sura ya 4. Tumefikia mstari wa 5. Anza ule mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Anasema, wanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu. Tegeni masikio mpate kujua ufahamu. Kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri. Msiache sheria yangu. Msiache sheria yangu. Kuna watu ni Nicodemus Embassy. Hawawezi kushika maagizo ya kiongozi wao. Wana ubarozi wao tu. Nicodemus people. Au tunaita Nicodemus Embassy. Wana maagizo yao tu. Shika maagizo. Nami nilikuwa mwana kwa baba yangu. Shika maagizo ya kusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio shika maombi, shika maagizo. Amen. Sikia walokole, sio shika maombi, shika maagizo. Ili ufanikiwe kwenye huduma yako, nielewa, shika maagizo yangu. Shika niliyokufundisha haya leo, fimbo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, maana nalikuwa mwana kwa baba yangu, mpole, mpenzi wa pekee wa mama yangu. Mpole, mpenzi wa pekee wa mama yangu. Kuna mtu anakuwa ana upako wake tu. Kwa sababu eti wewe ni mwana wa nabii na umekuja hapa, basi utazama mpaka unazara protocol kwa sawa wako wengine hapa. Takusaidia hii. Mama wangu, mimi mamangu. Mimi nabii kutoka Mwanza. Kuna mtu fulani bwana alikuhamishwa. Akaja pale akasema, namtaka Esther. Kila Kevin akamwambia, kaa. Wakamchelewesha. Esther, ni mtoto wangu. Ni mwali wangu. Kaa hapo. Akaja mwingine akasema, nataka kumuona mama. Wakamwambia, wewe ndio umeongea. Ingi. Hey. Akaja mpaka kule nyumbani. Dada Hawa anampigia mama. Nilikuwa nataka kumuona Esther, sio nimerudishwa, nimekuja kumuona. Na pale nyumbani bibi akamwambia, nabii hapa hapatikanaki. Lugha zinakuwa gongana. Mama Latifa anasema nabii hapatikani. Yeye anasema namtafuta, sina mtafuta mama Kay, si Esther. Akamwambia nabii haonekani. Sisi wenzio tangu jana hatujamuona. Kwa hiyo alichofanywa ofisini ndicho kafanywa na wapi? Hekima. Ni hekima tu. Wewe unamfahamu kama mama Kay, lakini ni mama wani? Ndio. Kuna mtu ananielewa? Amen. Anakazana mama Kay, kumbe wote wafahamu mama Kay. Unabaki unazuba upako usikufanye ukakosa nidhamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama wewe ni mwanangu na ni mwana wa nabii, protocols kama kina Yesu unawakuta, utaheshimu tu maana wako kwenye nafasi yako. Amen. Wakikwambia kaka, so unanijua mimi nani? Unanijua mimi fimbo yangu imeota kule Mwanza, watu wanafunguliwa. Hata kama imeota imekuwa na matawi 200. Naye mtu kama Joyce yuko kwenye nafasi yake, umefika Moshi, isikilize nafasi yake. Akupeleke kwa mama wa. Umemkuta Kevin atakao ni bodyguard. Lazima bodyguard wangu hata kukalisha. Walimkalisha ni mama mkwe. Walimkalisha. Alileta fujo akapigana akajifanya amepandisha mapepo wapi? Hawakumruhusu. Nyinyi mko vizuri sana. Mapepo yote alishika adabu. Hicho kinachonikonestanisha na watu. Nilikuwa naadhimisha wasimame mama. Simamisha. Wasimame mama. Wasimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha. Nasema mstari wa 4. Naye akanifundisha akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu. Moyo uyahifadhi nini? Maneno yangu. Moyo wako uyahifadhi maombi. Maneno.
niko against na maombi. Kumbuka niko shuleni. Ndio. Watumishi wengi wamefeli kwa kungangania sana kupanda mlimani kuliko kujua neno la hekima. Amen. Neno la hekima. Neno la hekima. Ukimpata mzazi anakupa neno la hekima litakusaidia. Kuna situation yako ukifika nayo haihitaji tena maombi. Inahitaji tu nikwambie. Inahitaji tu Nicodemus, unahitaji kuzaliwa mara ya pili. Sihitaji kukwambia kafunge na kuomba. Unahitaji kuzaliwa mara ya pili. Ukiona kuna vitu unakosea sana, unahitaji wokovu. Ina maana ndani huna Roho Mtakatifu, huna wokovu. Kama huna Roho Mtakatifu ina maana huna wokovu. Zaliwa mara ya pili, utakuwa na hofu ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuna mambo yanahitaji neno, si maombi. Amen. Shika maneno yangu mama yako ili uishi miaka mingi. Heshimu baba na mama uishi miaka mingi. Siri ya kuishi miaka mingi sio maombi, ni heshima. Tena ya kumheshimu nani? Mzazi. Tuendelee. Nasema moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu ukaishi. Jipatie hekima. Kuwa na hekima. Ndio. Kuna watu tu 200 tayari umeshakuwa bishop wewe, doctor wewe. Majina yote. Mwangalifu maana sasa hizi fimbo zangu zinaenda kuchipua. Sasa nikashangaa kesho umeshakuwa bishop. All of God. Mwingine nikamwona tu kanisa la mamake, kona mi doctor. Wewe fungua hata watu wawili tuone. Alisemea Kevin kwa makanisa ninayoyaona sasa hizi mama unapaswa kuitwa nani? Bishop. Acha watu waseme. Tumeona. Baba zangu kweli wachungaji, lakini nitaka kuitia pale bishop nani. Na nimejitahidi kuitafuta theology yangu na kuisoma kabisa na vyeti vyote mpaka vya udaktari. Sisubutu kuandika doctor. Nimekaa navyo. Viko vimekaa. Wakiviule kwa sababu kuna sheria. Kuna siku nilikuazika. Nifika ubalozi fulani basi wananiuliza. Chuo gani? Theology yako. Hujaenda chanje? Yaani kuna maswali nilikuwa nikiulizwa na kwanza. Kabla hata sijafungua hapa niko Blantyre. Lakini wakati mwingine kwa nini mwafundisha na biashara nilipokuwa naanza? Kwamba mama yenu hata kama nahubiri hapa mimi nauza hata nyanya, mimi nauza hata vitunguu. Ndio maana unaona saa nyingine nakwambia mimi natoa 500,000, mimi natoa 4,000,000. Sifikiri mimi zile hela nakusanya mama Kenneth muulize hapo kama zinafika 1,000,000. Mimi nauza vitunguu, nyanya, twende. Madam tu nita make money. Na nitafanya kazi ya Mungu. Amen. Lakini mwanzo mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe, Vai, Frida. Nilipata karaki 2 nakula kote. Nikila kote. Nafikiri eti nikishaini hapo ndio wewe washirika atasema afu na shangaa nimeshaini kwa 200,000, sadaka yenyewe nimetoka nayo 50,000. Wana wa Mungu tuna nafasi zetu. Balozi mwingine wakaniambia kazi yako mchungaji. Vyeti hivyo hapo mchungaji kila kitu na hapo. Ukasema kwa hiyo wewe ina maana hela ni sadaka tu. Nikasema mimi naombea watu wanapona. Lazima wanipe sadaka. Wakaniambia kwa hiyo wewe uko kama mpiga ramli. Nikasema ndio. Kwa yani sioni kama nienda tena sikusafiri tukifungua passport yangu ile visa iko sikusafiri. Ila nilisema nataka niende nikatetee ofisi yetu, lakini nina uhakika nina akaunti nyingine ya biashara inanionyesha. Ili yakileta shida sana mwanasheria wangu aende awaonyeshe. Wakaniambia haiwezekani, sijui. Nikamwambia watu wa Mungu tunatakiwa kubarikiwa. Na sisi tunaombea watu, siwezi kukuombea hivi. Sikuchaji lakini lazima unibariki. Wewe hapo unaweza kuwa na tatizo. Kwa hiyo mimi nafanya kazi ya Mungu, sina muda wa kufanya kazi zingine. Ukija kanisani kwangu umenikosa utafanyaje? Kauliza na kaniambia tutakupigia simu. Ukasikundia wakaniambia ukachukue visa yako. Lakini siku zile sikuwa na hoja ya kubishana kwa sababu ukweli nilikuwa nategemea nini? Sadaka. Sasa power utaipata wapi? Utakuwa na nguvu? Ukiwa na nguvu utaweza kujidefense na hawatakuchunguza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye huduma yangu ya prophetic ministry hauwi shemasi tu. Natamani kutembea na wewe. Yes. Lakini si kutembea, natamani siku unialike basi. Amen. Natamani siku nakuwa umeenda mbali. Unaona saa hizi nani anasemaje mzao? Mama unakumbuka Ashimu unamfahamu? Si ndio? Mama yaani paka unakuwa kama anachanganyikiwa vipi. Bwana Yesu asifiwe. Paka Ashimu mwenyewe anasema natamani muone wewe dada. Maana nilikuwa nimekusahau kabisa. Yaani ananitafuta kwa uvumba sasa. Warudi tu hanione. Kwamba tangu
nimekuwa na wewe Mzava nimebarikiwa. Yaani yeye mwenyewe huyo Hashim anasema ndio amebarikiwa zaidi. Amen. Ndio namwambia ni nabii. Wala hata tusingekumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ainue fimbo yako tena. Amen. Kwa jina la Yesu. Aha. Nasema mstari wa 5. Jipatie hekima. Jipatie ufahamu. Jipatie hekima, jipatie ufahamu. Usiusahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu. Usimwache naye atakuhifadhi. Usikatae maneno yangu. Ndio. Waweza kukataa hata nilivyo. Mzawe tu vile niko. Lakini kubali maneno yangu. Yatakusaidia. Amen. Nakumbuka siku moja ndio maana unamwona Ruth amebadilika sana. Walikuwa kwenye kikao ofisini. Kuna vitu vikao vinamshinda na wanabishana. Akashangaa nimetokea nimekaa hapo pembeni kwenye kiti. Nikamwambia hata kama umesoma sana, nisikilize mimi na BS. Chukua dokumenti jaza hivi na watakupokea. Amen. Alipojaza tu ndo akapandishwa cheo. Na ananiambia mama umekaa hapo kwenye kiti masaa yote na mimi. Na wewe ndio ulikuwa unanielekeza. Na mimi ndo nimesomea hicho kitu. Lakini wakati wote walikuwa hawamsikilizi na wanamkataa. Na ndio maana amekuwa sasa hivi mwaminifu sana kutaka kunitafuta kila kitu. Kila kitu. Kuyafahamu maneno yangu kutokuyakataa kutakupa faida. Sawa eh? Wewe umesomea kuchora ramani. Mimi sijui kabisa hata sasa ukisema tuchore ramani. Lakini nibishie nije usiku nikuchoree ramani kama hawajakupa tena. Wewe bisha tu. Afu nikutokea mimi nikuchoree afu nikwambie nenda. Watakupa wenyewe lakini connect. Yes. Watu mna vipaji lakini hamna nabii. Kwa nini hamna nabii? Nyinyi ndo mme. Neno anasema alikuja kwa walio wake wakafanyaje? Wakamkataa. Aha. Nasema usimwache naye atakuhifadhi. Umpende naye atakulinda. Bora hekima basi jipatie hekima. Naam. Bora hekima jipatie hekima. Bora maombi jipatie. Bora hekima jipatie hekima. Kwa nini nakazana sana maombi? Kuna watu waliponzwa na maombi. Waliponzwa na maombi. Wewe unamtuma anakuambia mimi niko rohoni. Uko rohoni najiconnect. Sana bisi hivi mimi niko najiconnect. Wewe unajiconnect mimi ndo nimekuambia. Mtumaye kaambia, si Mungu unayemuita ni wanabii. Mimi si ndo niliyekutuma. Mbona tena mimi umenigomea? Nilikuwa najiconnect mama, ulitaka niache ibada. Sasa Mungu anabii aliyekusikiliza nitamtafuta leo. Jipatie hekima mwanangu. Ichue vizuri madhabahu yangu. Usikae na mimi kama unataka benefiti zako. Nipende. Niombee. Nichukulie. Nibebe. Ukiona kuna jinsi uelewani na mimi basi jua niombea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ila tu jua kama jana alikuwa hatima yangu. Kwa nini leo? Ukiwa na mtu ambaye ni bora, muombee sana. Mpende. Kuwa naye. Nilikuwa mimi namshukuru Mungu just tu unamwona udada ni mwembamba kawaida ni nini, lakini ana akili ya ziada sio wewe yule pale nyuma. Ushu. Mwembamba kawaida nini, lakini ana akili fulani ya ziada. Kama alikuacha kwenye madhabahu yangu, nilikwambia usilie utapata mwanaume hapa. Wanasemaga mimi natongozea watu. Yule kaka hata sikumtongozea. Na nilishangaa naitwa Bukuku. Hiyo na tena nilishangaa sana. Nikataka kumkataa alipomleta. Akaniambia nampenda sana usikatae na anataka kumwaibisha shetani. So amesema nimeachwa lazima niona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini licha hivyo anafanya kazi zake na maneno mengi. Wewe ni shahidi, mimi secretary nilikuwa nakaa nao wiki tu lazima aondoke. Kwanza kesi haziishi. Eti katibu. Secretary. Kila siku vikao. Kwa hiyo mmeona? Ila sija karongo sasa. Hiyo ndio shida. Ila mnamuombea si ni kweli? Amen. Yuko lazima akae njaa. Saa ingine analala ofisini, kumbe analala chini. Hii nayo nilishangaa. Maana kwa mimi nataka kulala pale hamna godoro. Watu wanajitoa. Usione watu wanashuhudia wamefanikiwa. Nyinyi hizi kazi tunajitoaga. Bwana Yesu asifiwe. So nikamwambia nipe godoro nilale. Niliumwa sana, nilikuwa kwenye maombi niko pale na tulikuwa na vita vikali sana. Nipe kigodoro kidogo. Akaniambia bado tunaga godoro hapa. Hapa wewe utajijua hapa. Kila mtu kivyake. Wewe madam kumekucha na umefanya kazi zako zimeenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jipatie hekima bora hekima. Nasema naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu.
umtukuze naye atakutukuza. Atakupatia heshima ukimkumbatia. Ukifanyaje? Ukimkumbatia. Kumbatia. Kumbatia nabii wako. Kuna mtoto aweze kusnap picha na nabii wake. Kwa nini? Watu watajua huyu ndo nabii wake. Kwa nini? Kuna watu hapo kazini kwao wanamsema nabii wake. Muuni tu. Kaaba tu. Kwa anakuja kwako anajificha ficha. Siku kakuta na picha yako amepiga na wewe, siku wewe mwenyewe utashangaa. Si kama nabii anataka upige naye picha, ila mimi nakupa tu mfano. Amesema mkumbatie. Moja ya kulitangaza kanisa lenu ni pamoja pia kuzisambaza sana picha za nabii wako. Wakikuuliza nani mama yangu, nani nabii wangu, nani hatima yangu, nani majibu yangu, nani ndio kweli yangu, kuna majibu tu. Bwana Yesu asifiwe. Edmund ukikuta picha ya nabii wake kwenye Facebook yake, kwa sababu yeye alikuwa anahubiri au anatabiti. Tuendelee. Nikasema ndio maana Job alikuwa ampi madhabahu, alijua atamwasi. Lakini mimi nina dawa yao hao. Tuendelee. Mstari wa 9. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani. Atakupa neema kuwa kilemba kichwani. Mkumbatie hivyo unapomuona yeye hana gari lako, wewe nikumbatie. Nina kilemba chenye neema. Hujanielewa. Watumishi wanapigwa vilemba vya aibu. Yeremia 33. Akapigwa Yeremia kilemba cha aibu, mavazi makuukuu, mavazi machafu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linasema Yeremia baada ya kupigwa ile mavazi ya aibu, Bwana akamtuma malaika, akasema mvueni hicho kilemba, mvalisheni nguo nzuri, mvalisheni mavazi ya heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na nani ni unawaambia subiri nijifungue. Subiri nijifungue. Nikijifungua itawapa majibu. Mtoto ninayemzaa atawapa majibu. Fimbo yangu kiote itawapa majibu. Neema yangu yote itawapa majibu. Niseme leo kwa sababu hujaona mtoto niliyembeba, lakini wacha nijifungue. Simama juu kila mmoja. Sema Bwana. Fanya nijifungue leo. Nenda watu wakujue. Baba, katika jina la Yesu, fanya watu nijue katika jina la Yesu, fanya nijifungue leo. Tano anasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu. Wanipendezao moyo wangu. Ukiwa kama mwana wa nabii usipende umbea. Like gossip. Sawa kabisa. Hata kama gossip inaweza kuwa gossip but don't gossip. Amen. Usipende umbea kabisa. Amen. Ukimwona mtu hapo ameanza kubonyeza mkimbii. Amen. Ili huduma yako ipanuke. Amen. Sawa na? Amen. Anasema nami nitawapa wachungaji wa upendezao moyo wangu. Watakao walisha kwa maarifa na fahamu. Kwa maarifa na nini? Na fahamu. Na ufahamu, hekima hiyo. Sawa Amen. Ndio tunarudi kwenye ile somo letu knowledge and wisdom. Sawa Amen. Sema kisha itakuwa mtakapoongezeka. Kuna watu wanaongezeka tu unapofanya utumishi huu. Kuna watu wamekuzunguka, si ni kweli? Kuna watumishi wamekuzunguka, kuna watu wanakuzunguka tu. Wakati mwingine mtu anaweza kutumia hata Facebook kukuchafua. Wakaingia kwenye akaunti zenu, Mungu wa mama yenu huyo, Mungu yupi mnamwabudu? Sikiliza, mwambie Bwana, tumekuwa na anointing kabla hata Facebook. Facebook imetukuta, Instagram imetukuta. Anointing from God. Tumeshakuwa nayo. Huwezi kutumia Facebook kunichafua kitu alichoweka Mungu. Alichoweka Mungu wa mama yangu kitakujibu. Ni wakati wa kumjibu adui. Sio wakati wa kunyamaza. Watu wanapenda kupita na kuteka saa nyingine jokes. Eti mama yenu, sijui nini. Mwambie hii Facebook unayotumia kunichafua imenikuta. Tumekuwa na anointing kabla ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ukituchokoza tutakujibu. Sisi sio bubu sisi. Sisi hatuna kigugumizi like Moses. Sawa Sisi ni wana wa nabii. Sisi ni Haruni people. Sisi ni Joshua generation. Sisi sio mama wani ambao anatamka neno moja tu. Musa anasemaje? Moja. Wajua iko madhabahu inakupigania kwenye neno hili moja. Patia Yesu makofi ya utukufu. Point inafuata. Wakati mwingine kumwelewa baba yako kunahitaji uvunje kichupa. Si rahisi sana kumwelewa powerful man of God.
Oh, woman of God. Kama hujavunja kichupa. Wakati wote sangine utahisi ni kama mtu unayetaniana na, lakini ndio ameshatabiri. Hasa nyinyi mnaokuwa karibu. Unasema tu lakini mama alinitamkia. Unaanza kukumbuka baadaye. Mwanamke aliyepasua kibweta aliona kina Luka kina Mathayo wamemzoea Yesu. Akawapush. Kisha akaenda akapiga magoti, akavunja kile kibweta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu akaifurahia ile. Unapokuwa karibu na mimi kama Eli alivolala na Samuel, kama Samuel alivolala na Eli, waweza chelewa sana kwenda kwenye huduma yako, kwenda pale ambapo Mungu anataka ufike, kwa sababu huwezi kupasua kibweta. Tunaposema kupasua kibweta ni kufanya kitu cha ziada, yani kumuelewa. Usimuelewe kama Esther aliyeongea na wewe jana. Kuna vitu unaweza kukuta nimecheka tu. Hata kwenye ndoto. Ingia magotini. Kuna saa utakuta kuna kitu nimekuletea kwenye ndoto. Alafu hata hujakikamata. Alafu mpaka mtu anaota. Anasema nimeota, ulimletea vai kiatu, lakini kinaning'inia hewani. Kwa nini hujakikamata? Hujapasua kibweta. Hujaenda kinyume cha utaratibu. Unaanza kuongea naye kama mtu amechanganyikiwa. Hivi sasa kile kibweta nitakipata lini? Jamani, Ezekia tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa au utaishi. Ezekia anarudi magotini. Mungu naomba usiniue. Mungu anarudi tena kwa nabii Isaya. Nenda kamwambia Ezekia utaishi. Aliyeomba sio Isaya, ni Ezekia. Lakini Mungu anayesema naye ni Isaya, si Ezekia. Alafu Ezekia anapokea ripoti. Unapokuja kuniuliza kawaida, hivi kile kiatu nitakipata lini? Ajue mate. Hebu niuliza kitu kama unakichaa. Kile kiatu nitakipata lini? Anasema si ni Mungu? Ndio. Je, umeomba kama Ezekia? Umegeukia ukutani? Usitafute kupiga story na mimi. Tafuta kukamata nilichokuletea. Amen. Kamata hiyo heshima yako. Kamata uponyaji wako. Napokea kwa jina la Yesu. Kamata majibu yako. Napokea kwa jina la Yesu. Wakati mwingine unaweza kumuona baba yako kama ulimtambua jana, kama unamwona amebadilika. Hapana, wewe ndio umebadilika. Yeye yuko vile vile. Mama zamani alikuwa anapokea hata ngogwe na bania. Sasa hizi ananinanga madhabahuni. Wewe ndio umebadilika. Kama sasa mimi sipokei ngogwe na bania kwako, wewe bado unapokea, unakuja na ngogwe. Naye ni bania na ngogwe mpaka leo. Hapo hivi yake mwenyewe haoni hata hajaolewa mpaka leo. Sadaka zingine zinakuchelewesha. Hey, say fire. Sema Yesu nisaidie. Nitawapa wachungaji, hebu rudia mtui. Sio wachungaji wenye kukukwaza, mimi sikukwazi na kusaidia, na pia nimekuuma badilika. Anasema nami nitawapa wachungaji wanipendezao moyo wangu. Watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Watawalisha kwa maarifa na ufahamu. Ndio kitu nilichokuwa nawafundisha hapa, knowledge and wisdom. 14. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 3:14. Na pointi nyingine ujue, vile unavyokuwa na neema ndivyo maadui wanaongezeka. Hata huko mnakoenda na vile ambavyo Mungu anaenda kuwatumia. Mnapokuwa kanisani, mnanisikia kina Edmund. Vile huduma zenu zinavyokuwa, sio watu wote wanawakubali. Kwa kuwa wengine wanatumiwa na shetani, wanaanza kuwa gossip. Tunaelewana eh? Kwa hiyo lazima utambue hilo. Mimi pale kanisani kila mtu amina, sio mimi mwenyewe nimejipanga. Najua kabisa sio wote wananipenda. Hiyo mimi nimejipanga kujua hiyo. Watu bado wakamuua wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kadri huduma inavyokuwa mtu anasema Gabi siku hizi anajidai. Gabi siku hizi anakaa kwa mama gani? Gabi siku hizi anashinda na mama gani? Gabi siku hizi kesho watasema na lingine. Zefa siku hizi anaitwa Simba. Wao wana wanabii watasema. Mama wana anamuita Lion. Lion. If you want to be a lion, follow my yes. Hey, say fire. Fire. Uone siku hizi amempa Lion. Wewe unaitwa nani? Sikia. Tunza sana hichi nilichokufundisha. Hekima na maarifa. Waweza nunua gari, waweza nunua nyumba. Waweza nunua kanisa. Waweza nunua uwanja kama hapa, lakini huwezi kununua hekima na maarifa.
unahitaji kumwomba Mungu. Sawa nangu? Haya niliyokufundisha ya kuwa humble lakini una baraka za Mungu. Unahitaji maombi. Unahitaji kumwomba Mungu akusaidie. Vitu vingine vinanunuliwa, vitu vingine havinunuliwi. Waweza nunua kila kitu, lakini kama huna hekima na maarifa vitaharibika vyote. Wakati wote nilikuwa nikimwambia Mungu nahitaji maarifa ya kujenga kanisa. Nahitaji hekima ya watu kutuelewa. Havinunuliwi hivyo. Unamhitaji Mungu. Ndio maana wengine wamefanya watumishi wao wanatembea like the Douglas au wanatembea kama wajane waliachwa mwaka juzi. Wamekosa maarifa. Wanafikiri tu wadada kutembea na madira mpaka miguuni. Na wakaka wanataka wadada wazuri huko wamejaa huko Instagram. Alafu kanisani kwa wadada wamekaa kama wamefiwa. Eti hata wewe eti wewe na nani yule hajao? Wewe utakubali mwanamke wa design? Hautakubali. Sawa? Vitu vyote waweza kununua. Hekima na maarifa yanahitaji maombi kutoka kwa Mungu. Sawa nangu? Niambie. Unaona ulivyo mtakatifu? Sema mimi nikae katika mambo yale niliyofundishwa. Hebu soma tena. Anasema bali wewe ukae katika mambo yale. Bali mimi nikae katika mambo yale niliyo. Soma. Anasema bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa. Na kuhakikishiwa kwa maana unayajua nani akina nani ambao ulijifunza kwao. Ni kina nani ulijifunza kwao? Adamu wa kwanza alikuwa ni mtu personal. Adamu wa pili ni roho. Amejifunza kwa mamake Mary Magdalene. Alimtembeaga Elizabeth, akakutana na Yohana tumboni. Yohana akamsaluti kwa sababu ni mtengeneza njia. Kuwa mnyenyekevu, jifunze kwa mtu, jifunze kwa mamako nabii. Jua kutoa zaka, jua kwa mtoaji, fanya kazi za mikono. Usije hapo umenivalia viatu vyako umefanya hivi. Jifunze kwangu. Simama juu. Malizia msomaji. Anasema na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Si ni kwani ulibatizwa kanisani kwenu? Ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho. Soma Baba. Baba. Tumejifunza kwa andiko. Na kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho. Baba. Tunajifunza kupitia nabii wetu. Tunahitaji kizazi kibadilike. Tunapohudumia watu wafunguliwe. Maandiko haya na shule hii leo yakatimie kwetu. Mti wangu ukaote. Omba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, mti wangu kaote katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Baba yote tunajifunza leo yakazae matunda Bwana, yakazae matunda yakakusalia watu wakafunguliwa sasa hivi Bwana, katika jina la Yesu. Mti wangu kaote leo samahani na kuongeza mapato na wasaka I stand amazing in your presence. There's peace and joy for me. There's no one like you, Jesus.
kubariki jina lako na kuheshimu. Ikiwa leo ni tarehe 12, ikiwa ni mwezi wa 12, siku ya pili ulisema na Musa kwa habari ya zile fimbo. Semina hii, shule hii imepangwa na wewe. Najua hapa kuna fimbo nyingi sana, lakini utaenda kuitafuta ya Haruni. Najua Bwana, najua Bwana. I know the Holy Spirit is going to the court, the lawn of Harun. Locate Jesus. Locate the Holy Spirit. Locate the lawn of Harun. Ifuate fimbo ya Harun. Ifuate Bwana. Harun amenyamaza. Anajua utampigania mbele ya wakuu. Tazama fimbo ya Harun Bwana. Kuna wengine mizimu yako inawazuia, miungu yako inawazuia, matambiko yako, maroho yako, lakini nakujua Bwana, haujawahi kumwacha mtu. Tunalala mbele zako, tunainama katika ardhi ya PMYC. Tangu nilipopasua ardhi hii, nilipokuona umejitokeza, nina uhakika na wewe. Nina uhakika na wewe Bwana. Lengo ni kwamba watu wafunguliwe. Anza kuachilia malaika wako washuke kwa ardhi hii. Wale malaika niliowaona, wale malaika niliowaona wakamfisha mtoto. Kwa ajili ya watoto hapa, naomba kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya wote wanaotufuatilia, wanaoiamini madhabahu hii, wote wanaotufuatilia, wenye wito ndani, wenye utumishi ndani, wanaohitaji kuwa watoto, wanahitaji kuwa na badiliko, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Namba za simu zinazopita hapo, piga ujiandikishe uwe pamoja na sisi. Usikubali kubaki ulipo tena. Mungu aioteshe fimbo yako Haruni, fimbo yako yote, fimbo yako yote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anasema nitawapatia wachungaji wanaopendeza moyo wangu, watawalisha kwa hekima na maarifa, maarifa ya kimungu. Ulisho la huduma yako iku, huduma yako inuke, huduma yako iangaze, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatabiri kwa wote walioko hapa, nguvu za Mungu zikutendee, nguvu za Mungu zikufungue, huduma yako inuke, huduma yako yote, uwe na neema, uwe na kibali. Nguvu za Mungu zinaanza kutembea mahali hapa. Wingu linafunguka mahali hapa, wingu linafunguka mahali hapa. Roho Mtakatifu amejaa kwa wingi. Kuna mahali Bwana anakutoa, kuna mahali Bwana anakutoa, kuna mahali Bwana anakutoa, kuna mahali Bwana anakutoa. Riawa sendeleo, rikandela mashekete. Namuona kina Elisha ndani yako, namuona Elisha ndani yako, Elisha mwenye msimamo. Namuona Elisha, namuona Elisha, namuona Elia, namuona Moses. Usimame uinuke tena, usimame uinuke tena. Waliofurahi huduma yako imeanguka, Bwana nainua tena. Anasema katika Mika, usifurahi adui yangu, nianguka hapo nitainuka tena. I see you rise again, I see you rise again, you rise again, you rise again. The mighty name of Jesus. Kanisa lako liinuke, kanisa lako liinuke, huduma yako inuke, watu wafunguliwe. Jehova kutumie, kizazi hiki kipate majibu, kizazi hiki kipate majibu, dunia hii ipate majibu. HIV iondoke, sukari iondoke, madani awachie watu, mizimu iachie watu, katika jina la Yesu.
Mwambie mama nakupongeza. Dozi nyingine sasa nitakuwa na kuvuruga. Ukimfundisha sana mwanafunzi mwisho kichwa kinajamu. Kijamu mwisho kilipuliza sana puto linapasuka. Naomba mnywe soda. Nimkaribishe kiongozi wenu akaribie mbele hapa aongee tufunge. Na wote mko, kuna ambao mpo kina Shamiso from Zimbabwe. Mungu awabariki sana. I bless all you follow us for this program, Sons and Daughters of Mama One, the School of Prophets and Prophetess. I welcome all and I bless the mighty name of Jesus. Amen. Nimetupa mbegu bure. Najua fimbo itaota. Fimbo itaota. Amen. Karibu. Na naomba mtu wapatie watu hizo soda.